أول ما نستفتح المقال بذكر الحمد ربنا تعالى، والحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربي وآله وصحبه جميعا، أما بعد. أحييكم بالتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ndugu watazamaji, ama baada ya kumhimidia Allah tabaraka wa taala, kadhalika kuzitaka ziada za rehma na amani zimuendee nabiyil umma, kiongozi wetu, jemedali wetu, amiri jeshi wetu mkuu, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hakika mazungumzo yetu ya leo tutazungumzia kadhia muhimu ambayo kwa 70% inagusa maisha ya mwanadamu, na mguso wenyewe imma yawezekana ikawa ni kuyaharibu au kuyatia dosari, na mazungumzo yenyewe itakuwa ni kuhusu uchawi. Na ndio maana tunaambiwa inna mawdhu'a sihri min almawdhu'ati alhamma, hakika maudhui yanayogusa uchawi ni miongoni mwa maudhui muhimu التي يجب على علماء المسلمين أن يتصدى لها. ni mazungumzo ambayo imekuwa ni wajibu kwa wanawachuoni wa Kiislamu wajishughulishe nayo. Wanajishughulisha nayo vipi? bilbahthi wataalifi wanaqibi, kwa kufanya tafiti mbalimbali, kufuatilia kwa makini, ikiwezekana hata kutunga vitabu. Kwa nini? lianna mukhtarafi sihri, kwa sababu wale wanaofanya kazi ya kuvumbua uchawi la yanamuna laylan wala nahara, hawalali usiku wala mchana. ya'maluna laylan wa nahara, tena wanafanya kazi usiku na mchana, lilfasadi wal ifsadi, kwa ajili ya kuharibu maisha ya watu na kuleta ufisadi katika ardhi hii. Kwa hiyo miongoni mwa yale mambo muhimu ambayo wanawachuoni wa Kiislamu wa ala dhawil ma'arif, na kwa wale waliojaaliwa maarifa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanatakiwa kujishughulisha nayo, ni kuzungumzia maudhui yanayogusa uchawi, kwa sababu 1% kubwa afya za watu zimeharibika kwa ajili ya uchawi. Maisha ya watu yameharibika kwa sababu ya uchawi, na jambo hili ni katika dini, kwa sababu ilmu hii inakwenda kuokoa maisha ya watu wengi ambayo tayari hivi sasa yako hatarini. Kwa leo tutazungumzia njia mpya ambazo wachawi hivi sasa wamekuwa wanazitumia kwa ajili ya kuharibu mambo ya watu, kuharibu maisha ya watu, kuharibu afya za watu, ikiwemo biashara, zikiwemo ndoa na zikiwemo kazi. Na uchawi huu wachawi wamekuwa wakiuita ni up to date, ni uchawi unaokwenda na wakati. Siku hizi wachawi wamegundua njia, wanapotaka kumroga mtu lazima watumie tabia 4, na hizi tabia 4 ndio maumbile ya mwanadamu. Mwanadamu yoyote ana maumbile yenye tabia 4. Tabia ya kwanza alhawaiya, ni tabia ya hewa, na tabia ya pili almaiya, ni tabia ya maji, na ya tatu annariya, ni tabia ya moto, waturabia, na tabia ya udongo. Tunapozungumza mwanadamu ana tabia ya hewa, leo mwanadamu akikosa oxygen maisha hayaendelei, lazima afe. Tena watahangaika na kutapatapa na kufanya harakati kubwa kumwekea oxygen ya ziada ili aweze kupata uhai. Kwa miongoni mwa tabia za mwanadamu ni tabia ya hewa. Sasa mchawi huwa anaitumia tabia hii kuharibu afya ya mwanadamu
anaitumia tabia hii kuharibu maisha ya mwanadamu, kuharibu ndoa, kuharibu kazi na mambo mengine yanayofanana na haya. Anaitumia vipi? Yuktabu alhirza au yusna, huwa inaandikwa hirizi au inatengenezwa. Ikishatengenezwa hirizi hiyo inaambatanishwa na kitu kinachoitwa atharul matlub, yani zile athari za yule mtu ambaye anatakiwa kurogwa. Na hapo inaweza ikatumika nywele ya yule anayetakiwa kurogwa, na kama si nywele basi ni kucha, na kama sio kucha qita'atu min athawbi, kipande fulani cha nguo ya yule anayetakiwa kurogwa, basi huambatanishwa na madawa ya kichawi. Inapokamilika hirizi hii inapelekwa fi mahabbir rihi, mahala ambapo upepo unavuma. Kumbuka nimekwambia kwamba mwanadamu anazo tabia 4, na mchawi anapotaka kumroga mtu basi huwa anatumia hizi tabia 4. Kwa hiyo ikishaandaliwa hirizi hiyo ya kichawi inakwenda kutiwa katika mahabbur rih, sehemu ambayo upepo unavuma. Wataalamu wanaofanya utafiti wa mambo haya wanasema kullama zadat ar-riyahu shidda zada ta'thiruhu, kila upepo unapoongeza kasi ndipo matatizo ya yule aliyerogwa pia yanazidi. Kama mtu alirogwa sihrul maradhi, ule uchawi unauzalisha maradhi. Kullama zadat ar-riyahu shidda zada ta'thiruhu, upepo unapoongeza kasi ndipo maradhi yanapoongezeka. Upepo unapotulia mgonjwa anapata afadhali. Tena kama akatumia dawa anasema basi dawa hizi zimenisaidia, kumbe ni upepo umetulia. Lakini upepo unapoongeza kasi ndipo maradhi yanapoongezeka. Na kama ni mtu amerogwa sihrun nahasi, uchawi unaozalisha nuksi, tunaambiwa kullama zadat ar-riyahu shidda, kila upepo unapoongeza nguvu, unapoongeza kasi, ndipo pale nuksi kwa mtu huwa inazidi, mabalaa huwa yanaongezeka. Yani mtu maisha yake yanakuwa ni tabu, kumbe nini? Tayari amekushafanyiwa ule uchawi wa hewa. Kila upepo unapoongeza kasi ndipo pale matatizo ya mtu huwa yanaongezeka. Na kama mtu amerogwa sihrul inkis, ule uchawi unaozalisha kivuli kibaya, kivuli ambacho huwa kinatangulia katika kila jambo zuri la mtu, basi kullama zadat ar-riyahu shidda, kila upepo unapoongeza kasi, unapoongeza spidi, ndipo pale inkisi inaongezeka kwa mtu. Hakuna jambo lolote zuri atakalolifanya mtu likafanikiwa, kwa sababu inkis, kivuli kibaya, kitakuwa kinatangulia kwenye mambo yake yote mazuri. Hii ndiyo as-sihrul hawai, uchawi wa hewani, na hewa ni miongoni mwa tabia za mwanadamu. Na kama mtu amefanyiwa sihru tafriqi, uchawi wa kumtenganisha, kama ni mume anatenganishwa na mkewe, na kama ni mshirika anatengenezwa na mshirika mwenzie, na kama ni mfanyakazi anatenganishwa na bosi wake, tunaambiwa kullama zadat ar-riyahu shidda, kila upepo unapoongeza kasi ndipo matatizo yanaongezeka. Kama ni mume na mke ndio huanza kugombana, ile nyumba yao inakuwa baitur rahil wan nizaa wal firaq, ni nyumba ya kufukuzana, nyumba ya kugombana, nyumba ya kuzozana, kila mara kutamkiana talaka. Kumbe nini? Wamefanyiwa asihrul hawai, uchawi wa hewa. Zile athari zao zimechanganywa na madawa ya kichawi, zimekwenda kuning'inizwa fi mahabbir rihi, mahala ambapo upepo unavuma. Kullama zadat ar-riyahu shidda, kila upepo unapoongezeka ndipo matatizo baina ya mume na mke yanaongezeka, baina ya mtumishi na bosi wake huongezeka, baina ya mshirika na mshirika mwenzie matatizo huongezeka. Hii asihrul hawai, na ni vigumu sana kuikwepa isipokuwa wale waliojaaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kuzijua siri za adhkari pamoja na auradi, ikawa ni kazi yao kujikinga pamoja na kujilinda. Ni uchawi hatari sana. Wa min a'radhi hadhihi sihri, na miongoni mwa dalili za uchawi huu, mtu anaweza akawa amelala, yara fi manamihi kaannahu yatiru fil hawa, zikawa zinamwijia ndoto akiwa usingizini, anajiona kama vile anapaa hewani. Au yasqutu min aljabal, au zinaweza zikaja ndoto kaannahu yasqutu min aljabal, kama vile anaporomoka kutoka kwenye mlima.
au yasqutu min albayti au min ashajara, au anaporomoka kutoka juu ya nyumba au kutoka juu ya mti. Hadhihi min a'radhi masi sihri as-sihru al-hawai. Hizi ni miongoni mwa dalili za mguso wa kichawi, uchawi wa hewani. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye ana dalili kama hizi, mara kwa mara anapokuwa milala zinamwijia njozi, kaannahu yatiru fil hawa, anaota kama vile anaruka hewani, ni miongoni mwa zile dalili zinazoonyesha tayari amekwisha fanyiwa ule uchawi unaoitwa as-sihrul hawai, uchawi wa hewani. Na mtu huyu tunamwambia ajikague katika afya yake, ajikague katika biashara zake, ajikague katika ndoa yake, ajikague katika kazi zake. Huenda akawa amefanyiwa as-sihru tafriqi, unaomtenganisha kati yake yeye na mume, au anaweza akawa amefanyiwa uchawi ambao unakwenda kugusa katika biashara, au unagusa katika kazi, au unakwenda kugusa katika ahadi. Mtu huyu kila anapoahidiwa basi zile ahadi zinakuwa hazikamiliki. Hiyo ni aina ya kwanza ya uchawi ambao unaambatanishwa na tabia ya mwanadamu ambayo ni hewa. Lakini vile vile tunaambiwa kuna as-sihrul maiya, uchawi wa maji. Na miongoni mwa tabia za mwanadamu ana tabia ya maji. Tunaambiwa 85% hivi mwili wa mwanadamu ni maji tu. Leo mwanadamu akiishiwa maji hana maisha tena. Sasa mchawi amegundua miongoni mwa tabia za mwanadamu ni maji, kwa hiyo anaamua kumroga mwanadamu kupitia tabia ya maji. Na hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, awalam yarau alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Hivi hawaoni wale waliokufuru ya kwamba mbingu na ardhi zilikuwa pamoja, zilikuwa zimeungana, tukaziachanisha na tukakipa kila kitu uhai kutokana na maji. Kwa kila kitu unachokiona Allah Subhanahu wa Ta'ala amekipa uhai kutokana na maji, akiwemo mwanadamu. Mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa uhai kutokana na maji. Sasa mchawi amegundua hilo, amesoma akajua miongoni mwa tabia za mwanadamu, miongoni mwa maumbile ya mwanadamu ni maji. Tena asilimia kubwa mwanadamu ana maji katika mwili wake. Kwa hiyo anamroga mwanadamu huyu kupitia tabia ya maji. Kinachofanyika ni kitu gani hapa? Yule mchawi akishaingia katika maabara zake za kichawi, akishaingia mle ndani, tena huwa tunaambiwa fi ghurfatin mudhriba, ni kwenye chumba chenye giza. Kwa nini? Kwa sababu anatumia zile njia za giza. Tayari amekushapata zile atharul matlub, zile athari za yule anayetakiwa kurogwa amekushazipata vizuri kabisa. Kaingia kwenye maabara za kichawi, anaanza kuuchanganya vizuri kabisa ule uchawi wake. Akishauchanganya anauambatanisha na zile athar. Inaweza ikawa ni nywele, inaweza ikawa ni kucha, au inaweza ikawa ni qita'at min athawbi, kipande cha nguo. Akishakamilisha ile hilizi, anakwenda kuizika mahala ambapo maji yanatulia. Na kama si mahala ambapo maji yanatulia, atachukua chupa, ile hirizi ataitia ndani ya chupa, ule uchawi atauweka kwenye chupa. Akishauweka kwenye chupa, ile chupa inafungwa, inaambatanishwa na kitu kizito, inakwenda kutupwa baharini. Ikishatupwa baharini, ile chupa itakwenda mpaka katika kina cha bahari. Na hii ndio kitaalamu inaitwa sihrun wudi'a fi qawariri wa rumiya fi qa'il bihar. Ndio ule uchawi ambao umewekwa katika chupa, kisha chupa ikaambatanishwa na kitu kizito, ikaenda kutupwa baharini. Sasa ikishatupwa baharini, kule baharini huwa kuna jini mwenye sifa ya khadimus sihri. Khadimus sihri ni yule jini anayetumikia uchawi wa baharini. Ni yule jini anayetumikia uchawi wa majini, huwa anaibua mionzi. Akishaibua mionzi, anaielekeza moja kwa moja kwa yule aliyerogwa, yule mwenye zile athari ambazo zimeambatanishwa na huo uchawi. Sasa ile mionzi kishamfikia yule anayetakiwa kurogwa, kama ni mionzi inayokwenda kuzalisha uchawi wa maradhi, moja kwa moja yule aliyerogwa ataanza kuumwa. Lakini kama ni sihru nahsi, ni uchawi unaozalisha nuksi, huyo aliyerogwa ataanza kufikwa na nuksi, mabalaa katika maisha yake, katika biashara zake, katika familia yake, na hata katika kazi yake. Na kama ni uchawi ambao unazalisha kifungo, basi mtu huyo atafungwa. Na kama ni uchawi ambao unakwenda kuzalisha inkisi, kivuli kibaya, basi atapata kivuli kibaya. Hakuna jambo zuri lolote atakaloliendea akafanikiwa.
kila jambo zuri atakalolendea atakuwa hana mafanikio nalo. Kumbe tayari huu unaitwa asihrul maiya, ni uchawi wa maji, kwa sababu maji ni miongoni mwa tabia za mwanadamu. Kwa hiyo wachawi wamegundua ili kumkamata mwanadamu basi wanamroga kwa tabia ya maji, yani ile hirizi ya kichawi inaingizwa kwenye tabia ya maji. Wa fi hadhihi alhala, na katika hali hii almashur yara fi manamihi, aliyerogwa siku zote mara zote atakuwa anaijiwa na ndoto. Yara kaannahu yasbahu fil bihar, yasbahu fil bahr, kaannahu yasbahu fil bahr, atakuwa anaota kama vile anaogelea baharini, au yamshi fawqa alma, au anatembea juu ya maji, au anavuka maji, au yuko ufukweni mwa bahari. Hizi ni miongoni mwa zile dalili zinazoonyesha mtu huyu tayari amekwishafanyiwa asihrul maiya, uchawi wa maji, na anatakiwa ajikague katika afya yake iko sawa sawa, ajikague katika biashara zake ziko sawa sawa, ajikague kwenye ndoa kama ni mke ana maelewano na mume, na kama ni mume ana maelewano na mkewe, ajikague hata katika kazi yake na hata katika ile social animal. Je, anaelewana vizuri na watu? Mapenzi baina yake yeye na mujitama na jamii yapo? Ajikague, kwa sababu mtu yote mwenye njozi kama hizi inaonyesha amefanyiwa asihrul maiya, uchawi ulowekwa katika maji, umeambatanishwa na athari zake. Sasa inategemea atakuwa amerogwa uchawi gani, kwa sababu aina za uchawi ni nyingi sana, na uchawi unafata amri ya yule mchawi anavyotaka. Na ndio maana watu wameshindwa kudhibiti aina za uchawi, kwa sababu aina za uchawi unafuata yale matakwa ya yule mchawi mwenyewe anavyotaka. Mchawi atakavyoamrisha ule uchawi na ndivyo utakavyokwenda kufanya kazi. Hizo ni tabia mbili. Tumeizungumzia tabia ya hewa, lakini tumeizungumzia tabia ya maji. Ni miongoni mwa tabia za maumbile ya mwanadamu. Lakini tabia ya tatu, at-turabiyu, ni tabia ya udongo. Miongoni mwa yale maumbile ya mwanadamu ni udongo, na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullukum min adam wa adam min turabi, nyote nyinyi mumeumbwa kutokana na Adam, na Adam ameumbwa kutokana na udongo. Kwa hiyo tabia ya mwanadamu ni udongo. Kwa hiyo mchawi anamroga mwanadamu kupitia tabia hii, na hapa huwezi ukachoropoka ndugu yangu, lazima utarogeka. Labda uwe ni miongoni mwa wale Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua akawafundisha siri ya kuijua Qur'ani na adhkari na zile aurad ambazo ni maathurati an nabii sallallahu alaihi wasallam. Ukizitumia vyema wewe utanusurika kutokana na mazonge haya yanayosababishwa na miguso ya kichawi. Kwa hiyo mwanadamu anajua kwamba miongoni mwa maumbile ya mwanadamu, yani mchawi anajua miongoni mwa maumbile ya mwanadamu ni udongo. Na hata ukimtazama mwanadamu, kila alichonacho mwanadamu kiko katika udongo. Mwanadamu ana maji, udongo pia una maji. Mwanadamu ana madini ya kasham, katika udongo yapo. Mwanadamu ana madini ya chuma, kwenye udongo yapatikana madini kama hayo. Yani kila alichonacho mwanadamu kwenye udongo kinapatikana. Sasa mchawi akitumia tabia hii ya udongo kumroga mtu hamkosi. Labda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akunusuru, lakini mara nyingi na hawa wachawi pia wanataka idhini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kuwadhuru watu. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anasema wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidhnillah, wachawi hawawezi kumdhuru yoyote isipokuwa kwa idhini ya Allah. Kumbe Allah akitoa idhini wewe lazima udhurike. Sasa na wao mambo yao wakati mwingine huwa wanayachegemeza huko, japokuwa tuko katika makosa, lakini wewe Mwenyezi Mungu umeahidi kwa wale wenye kufanya makosa utawahukumu siku ya mwisho. Ndio maombi yao hayo. Kwa idhini ya Mungu uchawi unaweza ukakupata. Kinachofanyika kwenye uchawi huu wa udongo kinafanyika kitu gani? Huwa inaandaliwa hirizi ya kichawi, kisha inakwenda kuzikwa kwenye udongo. Mara nyingi wachawi huwa wanatumia udongo wa makaburini, yani hirizi inakwenda kuzikwa makaburini. Ikishazikwa makaburini huwa wana talasimu zao maalum, huitwa talasimu muayyana, maneno maalum ambayo huwa wanayazungumza. Wakishayazungumza maneno yale, huwa anaibuka jini ambaye ni khadimu sihri, anakwenda kuutumikisha ule uchawi wa makaburini. Ndio maana unaambiwa bana wewe umerogwa uchawi wa makaburini. Kumbe ni khadimu sihri, ni jini anayetumikia uchawi wa makaburini. Huwa anaibua mionzi kutoka kule makaburini na kuielekeza kwa yule aliyerogwa. Sasa inategemea mchawi anataka nini. Kama ni sihrul maradhi, ni uchawi unaozalisha maradhi, ile mionzi ikikufika wewe utaanza kuugua.
Na kama ni sihrul inkisi, uchawi unaozalisha kivuli kibaya, mambo yako yote wewe yatakufa, kwa sababu ile talasimu imekwenda kuzikwa makaburini. Ndio bana wewe bana umefungwa fungo la makaburini wewe. Kila utakachokifanya wewe hakitokuwa sawa sawa. Ina maana yule khadimu sihri ameibua mionzi kutoka makaburini, kaielekeza moja kwa moja kwako wewe. Basi ile mionzi imekwenda kuzalisha sihrul inkis, kivuli kibaya. Lakini kama ni uchawi ambao umezalisha nuksi, utapata nuksi wewe. Hakuna ambalo utakalofanikiwa. Kwa hiyo uchawi unakwenda kufanya kazi kulingana na mchawi anavyotaka. Walmashuru fi hadhihi alhal, na aliyerogwa sasa anapofikwa na hali hii ya uchawi wa makaburini ambao umezikwa kwenye udongo wa makaburi, aliyerogwa yara fi manamihi kaannahu fi maqbara, mara zote ndoto zitakazokuwa zinamwendea atakuwa anaota akiwa makaburini, anaota amechanganyikana na wafu, anaota amebeba jeneza, anaota yeye mwenyewe anazika, wakati mwingine anakufa yeye mwenyewe. Hadhihi min a'radhi masi sihri, sihru al-maqbara. Hizi ni miongoni mwa dalili za miguso ya kichawi, tena ule uchawi wa makaburini. Na hapa itakuwa imetumika tabia ya mwanadamu, tabia ya udongo. Lakini tabia ya 4 ni tabia ya moto. Inaandaliwa hirizi, itengenezwa vizuri kabisa, kisha inakwenda kuzikwa fi mawqidin nar, mahala ambapo panawashwa moto. Tunaambiwa kullama zadatin naru shidda, kila upepo, kila moto unapokuwa unaongeza ile spidi, yani ule moto utakapokuwa unaongeza joto, zada ta'thiruhu, yule aliyerogwa matatizo yake pia huwa yanaongezeka. Hizi ni tabia 4 miongoni mwa maumbile ya mwanadamu, ambapo wachawi hivi sasa huwa wanazitumia sana kuwaroga watu. Sasa ili uweze kujinasua kutoka katika mashakili yanayosababishwa na uchawi wa aina hizi, lazima uende kwa wataalamu, lazima uende kwa wale ambao wamejaaliwa maarifa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nao pia watatumia njia hiyo hiyo ya tabia 4 ili kukurogoroa wewe, ili kukutibu wewe, ili mambo yawe katika mustawa na hali iliyokuwa bora. Lazima watumie tabia 4 pia. Na ndio maana tunaambiwa kitaalamu kuna hurufu naria, kuna herufi za moto, wa hurufu turabia, kuna herufi za udongo, wa hurufu almaia, kuna herufi za maji, wa hurufu alhawaia, na kuna herufi za hewa. Kwa hiyo ukimwandikia kombe mgonjwa aliyerogwa uchawi ambao umeambatanishwa kwenye hewa, lazima lile kombe uliambatanishe na hurufu alhawaia, kwa sababu ni uchawi ambao tabia ilotumika ni tabia ya hewa. Na kama unataka kumtibu mtu ambaye amerogwa asihru almaia, uchawi wa maji, lazima utakapoandika lile kombe la ibtalu sihri, kubatilisha uchawi, au halul uqad, kufungua vifundo, au tanwirul jasad, kumngarisha mtu mwili wake umefifizwa, miguso ya kichawi imekwenda kufifiza mwili wake. Ukishaliandaa lile kombe, basi utaweka na zile hurufu almaia, zile herufi za maji zile. Lakini kama amerogwa asihru turabi, uchawi wa udongo, utaweka hurufu turabia. Lakini vile vile kama atakuwa amerogwa asihru nari, uchawi wa hurufu naria. Haya mambo huwa yanafanywa kwa maarifa makubwa, yanafanywa kitaalamu. Lakini si herufi tu, bali kuna azimatul hawaia, azimatul naria, azimatu at-turabia wa azimatul hawaia. Pia lazima usomee yale maji au lile kombe, hizi azima za moto, za maji, za hewa, za udongo, halafu mpe mgonjwa sasa anywe kwa ajili ya kubatilisha ule uchawi wa maradhi, au kubatilisha uchawi wa nuksi au inkisi au vifungo, na kombe nyingine ajipake. Na hivi ndivyo ambavyo unatakiwa ufanye hata kwenye dawa. Lazima zisomewe zile dawa, tabia hizi 4, azima 4 hizi kulingana na tabia ya mwanadamu. Na ndio maana tunasema elimu hii ni kama elimu nyingine, inatakiwa itanguliwe na maarifa makubwa sana. Hakuna kitu kinachoshindikana ndani ya Qur'ani, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameisifu Qur'ani akasema tibyanan likulli shay. Qur'ani ni ufafanuzi wa kila jambo. Imetumika sighatu min siyaghil umumi, tamko miongoni mwa matamshi yenye kukusanya. Hakuna jambo lolote miongoni mwa lile jambo ambalo linaweza likamsibu mwanadamu isipokuwa ufafanuzi wake umo ndani ya Qur'ani. Na ndio maana mwanawachuoni mkubwa Shamsuddin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah alipofuatilia siri za Qur'ani akazungumza maneno, akasema fama min maradi
min amradhil qulubi wal abdan. Hakuna gonjwa la aina yoyote miongoni mwa yale magonjwa yanayoweza kuisibu miili ya wanadamu illa wa fil Qur'ani sabilu dalalati ala ilajihi, isipokuwa ndani ya Qur'ani kuna dalili inayoonyesha, yani Qur'ani imefundisha namna ya kuyatibu magonjwa yale, wal himyatu minhu, na kujikinga kutokana na hayo magonjwa. Liman razaqahu Allahu fahaman likitabihi, sio kila mtu anafahamu yule ambaye ameruzukiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maarifa ya kuifahamu vizuri Qur'ani. Kwa tufuatilie siri za Qur'ani. Matatizo yote haya tunayapata kwa sababu Qur'ani tumeiweka nyuma ya mgongo wetu. Lakini kama tutaiweka mbele Qur'ani na tukafuatilia hawasul Qur'aniya, zile siri za Qur'ani, basi mchawi hawezi kutuyumbisha, mchawi hawezi kutuchezea. Na hasa huu uchawi ambao wameuvumbua wachawi hii leo, kuwaroga watu kutokana na zile tabia zao 4. Almuhimu kwa wale ambao wameshafikwa na majanga haya, unaweza ukaonana na shekhe yote ambaye kajaaliwa maarifa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akakufanyia haya niliyoeleza, na ikawa ni sababu maisha yako kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa bora. Lakini kwa wale ambao wanahitaji kuonana na sisi moja kwa moja, tutaonyesha hapo namba zetu za simu, wanaweza wakawasiliana biidhnillah Ta'ala. Wakiwasiliana na sisi tutawapa mwongozo, tutawapa maelekezo wafanye nini ili waweze kuepukana na majanga, sihrul amradh wal asqam, uchawi wa magonjwa, uchawi unaozalisha nuksi, uchawi unaoleta faraka baina ya mume na mke, lakini ule uchawi unaosababisha vifungo kwenye mali, kwenye biashara, kwenye ndoa na hata kwenye kazi na mambo mengine yanayofanana na haya. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie, kwani yeye ndiye almuwaffiqu lisawabi والهادي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.